ambazo ni common. Sifa ya kwanza, maneno ni roho au yana ukiro. They are spiritual or they carry the spiritual content. Hiyo ni ya muhimu sana. Maneno yote duniani ni ya kiroho. Ndio maana unaweza kujiuliza, rais wa Ukraine anataka kupigana na Urusi. Kwa nini aanze na maneno? Ya kazi gani maneno? Kwani maneno yanapigana? Sisi Ukraine tumeamua hatutakubali kuonewa, hata kwa gharama ya uhai wetu tutailinda nchi yetu. Hatuogopi, tutawapiga Urusi ndani ya miezi mitatu tu watakuwa vumbi. Sasa maneno ya nini? Wewe tupa kombora asubuhi wakute mji haupo. Ndio umetangaza vita kwa vitendo sasa. Kwa nini akae kwenye nini? Kwenye screen aanze kuongea. Kuna kitu anakituma cha kiroho. Aidha kama wewe ni mnyonge, hayo maneno yakija unaogopa. Unaanza kusema tutafute amani, jamani anaongereka. Kwa sababu kila neno likija lina kitu cha kiroho cha kuingizia. Aidha kukutia woga, kukutia nguvu, kukupa imani, kukupa mashaka, kukuonesha kwamba utaishi au utakufa. Kwa mfano unapimwa na daktari, afu daktari anasema kwa namna ambavyo mapafu yameliwa, miezi 6 ufikishe. Na kuuliza, yani hata kama ulikwenda mwenyewe ukasema huwa nasikia tumbo linaniuma, nimeona kukaa tu nisikae, acha niangalie tu ili nijue naombea nini. Ulikwenda wewe kwa nia njema na ulikwenda kwa miguu, wakikuuliza mwaka huu ni mwaka wa nini? Mwaka wa kutokea kwa wokozi. Tanzania mpya inakuja. Yani sisi tupo sana mpaka Yesu anarudi, mpaka unyakuo. Yani siwezi kufa hapa katikati kwa ajali wala ndotoni wala usingizini wala jambazi. Daktari mmoja anakusomea ripoti kutoka kuzimu. Inasemaje? Mapafu yako yamejaa maji. Yani maji unayokunywa hayaendagi kwenye utumbo. Rafiki, kwa hiyo uwezekano wa ugonjwa kupona ni ngumu sana. Katika watu 10 waliopata ugonjwa anaweza kupona ni mmoja. Ni kufa tu. Au kama mna uwezo mwende Ujerumani hivi, alafu kiangalia hata kodi 40 una nyumbani. Hebu nieleze ule mwendo unaotoka nao ofisini kwa daktari. Unakumbuka kwamba Tanzania mpya inakuja kweli? Nini kimetokea ghafla ukasahau maandiko yote uliyosoma tangu umeokoka? Neno moja limepiga, kwa kupiga kwake tumepona. Neno moja limekusaurisha mwenyewe, aliyatwaa magonjwa yetu. Ya neno moja. Ndio maana Daudi akasema neno moja nimelitaka kwa Bwana. Hao ni watu wanaojua nguvu ya neno moja. Anasema neno moja nimelitaka, sihitaji 10, ili mradi ni Mungu kasema this is it. Wewe sasa unaweza kana andiko 6 yanaongelea hali moja, lakini bado una wasiwasi. Maneno yana ukiro. Words are spiritual. Ezekieli 2:2. Ezekieli 2:2. Kila neno unalolisikia linakuingizia kitu. Hiyo ni point ya pili. Kila neno unalolisikia linakuingizia kitu, chanya au asi, cha kuishi au cha kufa, cha kufanikiwa au kushindwa. Kila neno unalolisikia linakuingizia kitu. Hakuna neno linakuacha kama lilivyokukuta. Yule binti ambaye amezoea kuteswa na kuumizwa, hajawahi kuambiwa anapendwa, kila kitu amehangaika mwenyewe, kila mmoja anamuonaga kama gaidi, alafu siku moja akutane na jambazi mmoja mwenye maneno mazuri. Sijawahi kuona mtu kama wewe dunia hii. Ni kama umeshushwa. Hujapitia mchakato wa kukua kabisa. Hujawahi kuwa embryo wala zygote. Kabisa hujapita kwenye tumbo la mwanamke yeyote. Yani wewe ni kama umechongwa. Mjinga akisikia maneno anasema ni kweli, anakaa mbele ya kioo bila nguo. Inawezekana ikawa kweli. Kama kuna kweli fulani hivi. Mimi sio mchezo.
Tusome pamoja ili andika. Naye aliposema nami, ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesi. Sasa sikia, kama kuna mtu akiongea maneno, kuna nguvu inaingia, unasimama upya, unapokea uwezo wa kuendelea mbele, unasema narudi kwenye biashara. Kadhalika kuna mtu akisema unaacha biashara kabisa. Yaani kuna mtu akiongea neno ni raia wa kuzimu, unajikuta hamu ya kwenda kufungua duka imeisha, unakaa ndani. Vipi, mbona ufungui? Mimi najisikia naogopa. Hivi wewe unajua mtaa huu? Unafikiri wewe hapa uliza wangapi wamekaa kwenye hii frame hawajauza chochote, na wewe umekuja kwenye hii frame hawakuambia haya kisha. Yaani hahitaji mtu kuja kuanza kuchukua vitu dukani aondoke navyo ili ufilisike. Kama ujui cha kufanya, kama hujajengwa kwenye shule ya maneno, kwisha. Ndio maana unaona Nyerere alitaka kupigana na Uganda. Angalia, Idi Amin alikuwa anasema Uganda ni mali yetu, ni ya kwetu yote, Kagera yote hadi Mwanza kule ni kwetu. Kwa hiyo tunakuja kuchukua cha kwetu. Nyerere akasema uwezo tunao, nia tunayo, sababu na kwa hiyo ametuchokoza, tutampiga. Akapigika. Kusa kwa nini uanze na maneno? Ngonjera nini? Wewe watu wameshaanza, mtu ameshadumbukiza bomu la kwanza, wewe si ujibu bomu. Eti anajibu maneno. Ni kwa sababu maneno hayako matupu. Ndio maana mtu anakuambia nimekuchoka, ninajuta yani wanaume walikuwa yani nimeacha watu wa maana, nimekuja kuolewa na wewe mjinga suruali tu. Mwanaume anasema sirudi. Anaingia ndani, anabeba begi lake, anakuacha. Ujampiga. Baadaye unasema mume wangu zilikuwa ni hasira, yanazungumzika. Anakuambia siwezi kuelewa. Ni ile la kwanza ndo lenyewe. Ndio umeshaachika hivyo. Leta makshehe wote, leta wachungaji wote waamrie hiyo ngumi aiamriki. Ndio imevunjwa na nini? Maneno. Sio moyo, maneno. That is how powerful the words are. Ni wewe tu maneno unayachukulia kawaida. Maneno ni hatari. Kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 3, bado upo hapa umechoka? Ndugu zangu, mimi kuniona ni muujiza. Nitumieni vizuri. Mimi nawatahadharisha, nitumieni vizuri. Haya, mwisho mtakuwa na mimi naangalia online ibada zinavyoendelea. Haya, endelea. Nitumieni rafiki. Maana tuajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, mtu ambaye amemaster maneno yake, ndo anachokiongea hapo. Mtu ambaye anajua maneno yake sio maneno ya kawaida, anayejua hatima yake, hauwezi ukaitenganisha na ulimi wake. Anakuwa makini na maneno anayoongea. Anaongea maneno ya kumjenga tu, maneno ya kuisukuma kesho yake tu. Yani hata pale ambako aoni njia, anaongea tofauti na uhalisia. Mimi ndo nawauliza, kwa mfano Tanzania mpya inakuja, au yani kibinadamu, yani mimi nikuulize how unafikiri hiyo how unayoulizia how mimi sioni? Mimi naona how, ila mimi ninajua kwamba sauti ikitoka inaweza ikaangusha vitu. Kuna watu walipiga kelele. Kwani kelele ni nini? Ni maneno. Ukuta ukaanguka. You have to speak something if you want something to fall. Ni siri ya Mungu hiyo. Unataka maiti iliyokaa kaburini siku 4 irudi kuwa hai, lazima useme kitu. Ukisema Mungu aweza, alafu usiseme Mungu awezaye afanye chochote. If you want to change any oppressed situation, you have to speak something. Mifupa mikavu imerundikana hapa, useme Mungu ni wa ajabu, aweza kufanya hii kaishi. Hiyo Mungu aweza haifanyi chochote, ni lazima useme mifupa kusanya neni, ngozi njoo, pumzi ingia, simameni muwe jeshi, bila kusema akitokea chochote. Kwa hiyo
Urimi ni moja kati ya majenerali wa jeshi la maisha yako. Wenye mamlaka ya mwisho ya kuamua uende umbali gani. Urimi ni moja kati ya majenerali wa maisha yako, wenye uwezo wa kuamua uende umbali gani au ushinde kiasi gani. Kwa ukisoma hiyo Yakobo 3 utashangaa. Anasema angalia watu wanafunga rijam kwenye mdomo wa farasi ili waweze kuwaendesha. Farasi na ukubwa wake wote, hata katoto kadogo kanamuendesha, ili mradi tu amewekewa zile kwenye pua, ametobolewa pua, ameingiziwa vile vyuma vile, ndio vinaitwa rijam. Nguvu za farasi ni nyingi kuliko hata aliyempanda. Farasi akisema unadondoka. Lakini ukiwa umemkamata zile kamba vizuri, anakuwa na nidhamu, kwa sababu zile kamba zina kila ukigusa hivi kile kidude kinamchoma, kinamuumiza. Kwa hiyo ili asiumie anafuata uelekeo unaotaka. Ukikata kulia anageuka haraka ili asije akaumia tena. Ukifanya ukivuta anamaanisha kama ambavyo amefanya haraka haraka, huyo jamaa anataka niharakishe msiendelee kuumia. Sio kama unanielewa? Sasa ndivyo ambavyo urimi umefananishwa na rijam, hicho kidude kinacho control farasi, hizo pini zinazo control farasi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba maisha yako hayatakwenda kule ambako urimi wako hautaki yaende, au urimi wako hauyaelekezi. You will go far as your mouth. Mtumishi hapo sasa hera, je connection, je visa? Visa ziko kwenye maneno. Chochote unachokitaka kiko kwenye maneno, kwa sababu Mungu hakuwa na rasilimali yoyote wakati anaumba, alikuwa na maneno. Au wewe umeona hera kwenye Mwanzo 1? Umeona mchanga? Umeona visima vya maji au sehemu ya Mungu akachimba mifereji ya kuweka ziwa Tanganyika ikawepo? Umeona kabisa activity yote ya binadamu? Ni maneno, ni maneno. Mungu hajaenda kukusanya nyota moja moja kuitengeneza, ila alikuwa ana maneno ndani kama mawazo. Acha nikupe siri, mawazo ni maneno ambayo yapo katika mfumo wa picha. Ni kitu unakiona wewe, mwingine akioni mpaka umwambie. Ndio mawazo. Mawazo ni maneno yaliyo katika mfumo wa picha, ni moving pictures. Unazo wewe tu, na ni Mungu anafanya hivyo makusudi. Kwa hiyo sio kafikiri Mungu alipokuwa anasema nuru, eti Mungu naye nuru ilikuwa ni strange. Kwa hiyo ilipotokea akasema, kitu gani hiki? Jamani, kumbe ni jua. Jua liko hivi Wow. Mungu alikuwa analiona jua kabla halijawa jua.